Leo tuna siku ya tatu ya kusikiliza migogoro ya ardhi na kuitatua kati ya siku takriban siku kumi ambazo tumepanga kufanya kazi hii kwenye wilaya ya Kigoma, na baada ya siku 10 hizo tutaona tathmini ya ufanisi wa zoezi hili na kwa namna ambavyo tutakuwa tumepunguza changamoto za wananchi kwenye upande wa ardhi. Tunasikiliza migogoro na tunaitatua. Tunahakikisha kama mgogoro umefika mwisho. Mpaka sasa tumeshasikiliza malalamiko takriban 90 tangu tumeanza kusikiliza kwa muda wa siku hizi 3, na leo ni mapema zaidi, bado tunaendelea kusikiliza. Tuna imani watu wengi wataendelea kujitokeza. Ni jukumu letu sisi kama serikali na serikali ya awamu ya 6 chini ya Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan kusikiliza changamoto za wananchi, na hususan maagizo yake kwamba katika kipindi hiki cha kuelekea kilele cha siku ya mwanamke duniani ni vema tukahakikisha tunaondoa kabisa changamoto za wanawake kwenye upande wa umiliki wa ardhi. Migogoro imegawanyika katika maeneo mengi. Ipo migogoro ambayo inatokana tu na uvamizi wa wananchi kwa wenzao kwenye maeneo ya wenzao, lakini ipo migogoro ambayo inatokana na mtu mmoja kiwanja kimoja kuwa na umiliki wa zaidi ya watu 2 mpaka 3, lakini ipo migogoro inayotokana na mivutano ya watu kutokuwa na uelewa pengine na kujenga kwenye viwanja vya wenzao na kuacha viwanja vyao. Ipo migogoro ya namna hiyo, na migogoro yote tumekuwa tukisikiliza. Pale ambapo kunakuwa na mvutano tunakwenda field na kuhakikisha kwamba migogoro hiyo inatatuliwa. Lakini ipo migogoro ya mipaka ambapo wataalamu wetu wa ardhi wanatusaidia kwenda katika maeneo husika na kufanya uchambuzi, kufanya utatuzi wa maeneo hayo. Hapa tumekuja pamoja na wataalamu ambao wamekuja nami kwenye kutatua migogoro hii. Tunao wataalamu wa ardhi wa manispaa ya Kigoma Ujiji, tunao kamishina msaidizi wa mkoa, lakini tunao wanasheria wa TLS pamoja na wakili wa serikali. Hawa wote wanatusaidia kwenye utatuzi wa migogoro hii.